Bwana, kila nikitazama simu yangu inaniambia leo ni tarehe 28 mwezi wa 4, mwezi ambao umekuwa na matukio mengi kweli ya kimichezo, lakini tarehe 29 ni siku ya kesho, siku ambayo nasubiriwa kwa hamu kweli. Kumbuka ni siku ambayo finali ya Kombe la Muungano Cup linakwenda kutamatika pale visiwani Zanzibar na Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, dabi nyingine ya Kariakoo ikihamia kule visiwani Zanzibar. Lakini kumbuka ni siku chache tu kutoka hapo, tarehe 3 kutakutana tena katika dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa katika dimba la Meja Jenerali Samuel pale Mbweni, Dar es Salaam. Ni mechi ambazo tunazisubiri kwa hamu kweli, lakini hapa tupo na wachambuzi wa Focus Media na hii ni Sports Zone, tupo kwa ajili ya kupiga stories za hapa na pale kuelekea dabi ya Kariakoo. Nipo na Alex Iwobi. Alex, mambo vipi? Sawia kabisa. Mambo yanaenda? Naam, lakini sipo mbali, nipo na Lasoi Junior, miongoni mwa sports analyst vijana mashuhuri kabisa kweli kutokea pale Rombo. Bwana Lasoi, mambo vipi bwana? Safi. Swali kabisa. Mambo yanaenda? Bwana, tupo tunaelekea katika dabi ya Kariakoo na kumekuwa na pressure kubwa kweli kwa wachezaji, lakini nahisi hadi kwa mashabiki kuelekea mechi hizi mbili, kwa sababu tunaanza na mechi ya Muungano kesho, lakini tarehe 3 tunarudi katika mechi ya dabi ya Kariakoo kunako ligi kuu ya NBC Premier League. Na mechi ya ligi kuu ya NBC Premier League, marefali wametangazwa hapo jana, ambapo Farouk ndio refali kutokea kule Morocco akiwa ameshatangaza kwamba ataongoza katika dabi hiyo. Lakini dabi ya kesho marefali ni wale ambao tumewazoea sisi. Lasoi Junior, tuanzie hapa. Mchezo wa kesho kumekuwa kuna matukio mbalimbali. Kamati ya masaa 72 imekuwa ikifanya kazi yake mara baada ya michezo kama hii. Tumeona katika mchezo wa dabi ya Kariakoo uliochezwa pale visiwani Zanzibar, ambapo refali Abdallah Saidi amepata kifungo, lakini na uamuzi wengine. Lasoi Junior, mchezo wa kesho wa dabi ya Kariakoo ambayo inachezwa pale visiwani Zanzibar kwenye Kombe la Muungano Cup, miongoni mwa michezo ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli, na tunakumbuka kumbukumbu mbaya zinaturudisha nyuma kidogo, mechi ya NBC Premier League ya dabi ya Kariakoo ambayo imechezwa pale visiwani Zanzibar. Tuliona waamuzi, kulikuwa kuna shida kidogo ilitokea, baadhi ya waamuzi walifungiwa, lakini turejea hapa, waamuzi wa kesho wanatokea hapa ndani. Imani yako kwa waamuzi ipoje kuelekea mchezo wa kesho? Kwangu mimi nadhani marefari hawatakuwa na shida sana, kwa sababu kabla ya hapo marefari walikuwa wanacheza mechi vizuri, lakini nadhani hizi external pressures, hizi pressure kutoka nje kwenye mamlaka, management, mashabiki, especially mashabiki wa timu hizi mbili, somehow zinaenda kuwatengenezea pressure wale marefari wengine, wanafanya maamuzi ambayo yapo nje ya maadili yao. Wanafanya maamuzi ili kuridhisha labda taasisi, let's say kama TFF pamoja na mashabiki plus management kama za Simba na Yanga, jambo ambalo linapelekea sasa wao kuchezesha mechi chini ya kiwango. Kwa hiyo mimi nadhani marefari wa kesho hawatakuwa na shida kama hawatakutana na hizi pressure kutoka nje, let's say Simba kufunga gerezani, maneno kama hayo hivi na hivi. Huwa wanajaribu kuchezesha ili kubalance mchezo na sio kusimamia sheria. Kwa kitu kama hicho. Lakini turejee, tuachane na masuala ya mamlaka kwenye football. Tuangalie katika soka lenyewe. Tunarudi kwa Alex. Mchezo wa kesho, mchezo ambao tarehe 3 ni siku chache tu mbele, na anakwenda kukutana tena katika dabi ya Kariakoo pale Dar es Salaam katika dimba la Meja Jenerali Samuel. Pengine kunaweza kuwa kuna impact yoyote ambayo inaweza kaathiri mechi ya tarehe 3 kwa mchezo wa kesho? Kiufundi ni kweli impact inaweza kuwepo, kwa sababu mechi ya kesho ni mechi ambayo itakuwa mechi tough sana, kwa sababu inaweza kupelekea hata majeraha kwa baadhi ya wachezaji, lakini vile hata fatigue inamaanisha uchovu, kwa baadhi ya wachezaji watakuwa na uchovu sana kwa sababu wameumia sana. Kwa mechi ya kesho ni mechi ambayo kila timu itaingia na kikosi ambacho ni lego start, ya maanisha wachezaji ambao huwa wanaanza kila mara wanapocheza mechi kubwa, kucheza ligi na mashindano mengine ambayo wachezaji wale huwa wanaanza kila siku. Kwa hiyo wachezaji wao endapo wakitumika na siku 3 baadaye wataenda kutumika tena mechi nyingine ambao wanarudiana wale ni mechi kubwa. Kwa hiyo hii inaweza kuleta impact, kwa sababu wachezaji watakuwa hawana ule mwendelezo, inamaanisha kwamba viwango vyao huenda vikawa chini kwa sababu ya mechi ambayo itachezwa kesho, kwa sababu let's say mechi itachezwa dakika 90 kizeni wakianza dakika nyingine 30. Kwa hiyo kunakuwa na kusimama mmoja utakuwa katika ubora ambao tunazoea kuona wachezaji wao. Kwa hiyo mechi ya kesho inategemea itaenda vipi ili kuweza kuwasili mechi ya tarehe 3. Inamaanisha yale majeraha ya wachezaji, lakini pia hata wanaweza kuathirika kisaikolojia vile, sio kwamba itakuwa mechi ya kesho huenda ikaathirika
kuelekea katika mechi ijao ya tarehe 3 ya NBC Premier League. Lakini Alex, hapo tuangalie Young Africans, mchezo uliopita nusu finali walicheza dhidi ya Azam FC, lakini Simba Sports Club nusu finali walicheza dhidi ya Mlandege FC. Ukiangalia timu hizi mbili na njia ambao wametokea kwenye mashindano ya Muungano Cup, kila timu vikwazo wamepitia, leo wanakuja kukutana wenyewe kwa wenyewe. Tutarajia mchezo na gani ukiangalia na namna walivyoingia katika finali hii? Kwa bahati nzuri Simba na Yanga wanapoingia katika mechi ya kesho wanajuana vizuri sana. Kuanzia kwa makocha wenyewe na maisha benchi la ufundi, viongozi wa timu, wachezaji wenyewe, vikosi havina mabadiliko sana. Kutoka katika mechi ambayo ya dabi ya Kariakoo iliyopigwa mzunguko wa kwanza wa NBC Premier League. Kwa hiyo katika mechi ya kesho itakuwa ni mechi ya kiufundi zaidi, kwa sababu pia ni mechi tofauti na mechi iliyopita na tofauti na mechi ya Kariakoo, kwa sababu hii ni fainali. Hapa hakuna matokeo ya sare, kila timu itaingia kutaka ushindi ili iweze kuchukua ubingwa. Ni mechi ya fainali, kwa hiyo itakuwa ni mechi tofauti sana. Hata makocha wataingia na mbinu tofauti, kwa sababu mechi hii unapoicheza unalenga kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo haina cha kupoteza, kwamba labda tutafute sare au kupumzisha baadhi ya wachezaji. Hii ni mechi ambayo inaenda kuamliwa ndani ya dakika 90 na ikishindikana hata mikwaju ya penalti itaamua bila. Kwa hiyo timu itaingia kwa kuanzisha vikosi ambavyo wao wanaamini kama ni vikosi vyao bora ambavyo wanavitegemea katika mechi. Sawa, lakini turejee kwako Alasoi Junior. Kesho ni mchezo ambao kiufundi ama walimu wanaonekana kwamba ni mechi ambao wameisubiria kwa hamu kweli. Tumeshuhudia Young Africans bado anacheza dhidi ya Azam FC. Steve Barker alionekana kwenye benchi akiwa anatazama mchezo kwa undani kabisa, lakini mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mlandege, benchi la ufundi la Young Africans nao walionekana wakiwa kwenye majukwaa wakiwa wanautazama mchezo, ikionyesha jinsi gani makocha walivyokuwa wanafuatilia namna ya kusoma mbinu za mpinzani wao. Unahisi makocha kesho kutoka kuna mbinu, kuna ushindani wa kimbinu kwa kiasi gani ukiangalia na namna makocha ambao wanapambana kuelekea mchezo wa kesho? Kwa upande wangu mimi sidhani kwanza kama Steven Becker aliweza kwenda kuzidefine mbinu za Yanga kwa mechi moja akicheza na Azam. Yani as a professional coach kutoka nje ya nchi ukaandaa game plan ya kucheza na Yanga kwa kuangalia mechi moja dhidi ya Azam, hiyo nafasi kubwa. Kwa nadhani ndio maana kuna video analyst, unaona hizo ndo kazi zao. Kuna hao match analyst, kuna hao match analyst, kuna hao manager wa benchi la ufundi, hizo ndo kazi zao. Kwa nadhani hiyo kwa mimi siwezi kaeka kama factor kubwa sana. Nadhani tu ni vile mind game, kuonyesha kwamba kocha uko serious na kazi zako na kujaribu kusoma pinzani. Lakini nikirejea swali lako la msingi, nadhani mbinu ambazo zitaenda kuamua mechi ya kesho mimi nadhani ni discipline. Kila mtu anajaribu kumshinda mwenzake, tumia nafasi, inaweza kawa silaha kubwa sana kwa walimu pande. Lakini nadhani kama mtu akienda na overconfidence, akijiona labda yeye ni beta kuliko mwenzake, nadhani kipindi cha kwanza hali inaweza kawa si hali. Rejea mechi Yanga na Azam. Azam dakika 15 za mwanzo au 20 zile alikuwa yupo off the game. Anakuja kushtuka kisha kula kama mbili na kukosa nyingi za hapa na pale. Kwa hiyo anakuja kurudi kwenye game fit sasa kama goli mbili. Kwa anakuja kupambana timu kama kesho kutangulia goli mbili na kwa nini fanyaje kuchomoa. Kwa hiyo hiyo pia nadhani nili relate na game kama ya kesho Simba na Yanga. Discipline ni muhimu. Kila mtu anataka kumheshimu mwenzake regardless mwenzako yupo kwenye situation gani. Dabi ni dabi bana. Unaona? Dabi haina fundi, dabi haina mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu ataingia na mbinu zake, kila mtu ataingia na vikosi vyake ambavyo anaamini vinaweza vikaenda kuamua mechi. Kwa mimi nadhani discipline na matumizi mazuri ya nafasi yanaweza kawa mbinu muhimu sana kuliko mbinu zote. Ukiwa na confidence kwenye mechi ya kesho, nadhani watu wanaweza kupata surprise. Rejelea mechi ya Simba na Yanga ambapo Simba anafunga goli 5 zile. Nadhani ni kocha wa Simba kipindi cha Robert tu alikuwa hana discipline. Mtu kama anaona kutoka nje ile zaidi ya mwezi mzima anaenda kupanga ni umwadharau wapinzani, lazima utazidia tu. Kwa kama watu walikuwa na discipline, wakaanza na wasema zile A-list, wale A-list players, anything will happen. Naam, hivyo ndivyo ambavyo Alasoi Junior anatamatishia kwa kusema kwamba discipline ndio ambayo itakwenda kuamua mchezo wa kesho. Lakini haya ni machache miongoni mwa mengi ambayo tupo nayo ndani ya Focus Media. Kumbuka hii ni Sports Zone, usiendelee kwa nasi. Endelea kwa nasi hapa Focus Media. Mimi ni Malika Sote Madili. Lakini kumbuka niko pamoja na Alasoi Junior, Alex Iwobi. Miongoni mwa mengi ambayo tupo nayo, wakati mwingine tutakutana tena kwa ajili ya kudiscuss. Endelea kwa nasi hadi wakati mwingine.